Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama kwamba msimu utakapofikia mwisho wa ligi kuu Tanzania bara, yeye ni miongoni mwa wale ambao watakuwa wameacha kumbukumbu za aina yake kwa kile wanachokionyesha. Ni kwamba leo hii Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama kwa mara nyingine tena alionyesha kiwango kizuri, kiwango cha juu kilichoisaidia klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba kupata ushindi wa mabao 2-1 uliowafanya walau wapande kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, kuwaporomosha watani za wajadi Yanga kwa saa chache kabla ya kujua hatima yao, kama wataendelea kubaki pale juu kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ama la, kwa sababu mechi ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars ndiyo itakayotoa hatima hiyo. Yanga wakishinda, Simba itarejea katika nafasi yake ya pili, Yanga ikiwa juu. Lakini sare, Simba pointi zao 55 zitakuwa sawa na Yanga, lakini kitakachowafanya labda wawe katika nafasi ya pili ni goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Endapo Yanga watafungwa, maana yake ni kwamba Simba watakuwa pale juu kileleni, Yanga watakuwa wa pili, kwa sababu kama ilivyo sasa kwenye msimamo, baada ya Simba kushinda mabao 2-1 dhidi ya Coastal Union wamefikisha pointi 55, Yanga wako nafasi ya pili wana pointi 54, lakini Yanga wana mchezo mmoja mkononi, huo nimeuelezea dhidi ya Singida Black Stars. Story kubwa ni juu ya Mwamba Lusaka. Ni kwamba leo hii kwa mara nyingine tena ameibuka kuwa mchezaji bora wa mechi. Ndio, ni kwa sababu kati ya mambo mengi aliyofanya uwanjani ni pamoja na kutoa pasi saidizi za mabao yote mawili ya leo. Bao la kwanza likifungwa dakika 37 la Simba na Libasegeye ni assist pasi kutoka kwa Clatous Chota Chama. Lakini bao la pili katika dakika 44 likiwekwa wavuni na Anise Ura ni assist kutoka kwa Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama aliyepiga kona ambayo ni pinpoint, kwa maana kwamba ilikwenda moja kwa moja katika kichwa cha Anise Ura, alikuwa ameruka kwa usahihi na kuweka mpira wavuni kuifanya Simba ipate ushindi wa mabao 2, kwa sababu hapo kabla ilikuwa imetanguliwa kwa bao la mapema ndani ya dakika 10 za kwanza kwenye dakika ya 8 na mshambuliaji Mabad wa Coastal Union. Lakini Simba kupitia kwa kiwango bora cha Clatous Chota Chama na wachezaji wake wengine ikasawazisha na kupata ushindi katika mechi ambayo ilikuwa muhimu sana kwao. Mpaka mapumziko alikuwa 2-1, kipindi cha pili Simba wakalinda ushindi huo. Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama alikuja kutoka dakika ya 77, lakini kufikia mwisho wa mchezo jopo la wale wanaoteua wachezaji bora wa mechi likaona kana kwamba mchezaji wa kimataifa kutoka Zambia mgongoni nambari 17, mchezaji ambaye Juni 18 mwaka huu taarifa zinaonyesha atatimiza miaka 35, akatoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Na hii maana yake ni rekodi mpya katika siku za karibuni katika ligi kuu Tanzania bara tangu kuanza utaratibu huu wa kutangazwa kwa mchezaji bora wa mechi. Kwa sababu gani? Chama mara 4 mfululizo hivi karibuni katika mechi za Simba amekuwa mchezaji bora wa mechi. Ikumbukwe vizuri, mechi ya watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba 2-2, Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama alikuwa ndiye mchezaji bora, akitoa assist, akifunga bao kali la pili kabla ya Yanga kusawazisha na mechi kuisha 2-2, yeye akawa mchezaji bora. Mechi ya Simba dhidi ya Tanzania Prisons, Simba mabao 2 aliyafunga yeye katika ushindi mnono wa Simba, akawa mchezaji bora wa mechi. Mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa, mechi ya iliyopita tu kabla ya mechi ya leo hii ya Simba dhidi ya Coastal Union, Simba walishinda 3-0. Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama alikuwa ndiye mchezaji bora wa mechi. Ni Chama kwa mara nyingine tena katika ushindi wa bao 1-0 dhidi ya JKT Tanzania. Bao lilifunga yeye, mechi ikamalizika yeye akiwa mchezaji bora wa mchezo. Ni mechi 4 mfululizo zilizopita yeye alikuwa ndiye mchezaji bora wa mechi, na sasa leo hii kwa mara nyingine tena Mwamba Lusaka Chama kaibuka mchezaji bora wa mechi dhidi ya Coastal Union, jumla akiwa mchezaji bora katika mechi 5. Hakuna mchezaji yeyote katika siku za karibuni amewahi kujiwekea rekodi hii kwamba unakuwa mchezaji bora wa mechi katika ligi kuu Tanzania bara mfululizo. Ni rekodi ya aina yake. Ndio, ikumbukwe ligi kuu Tanzania bara ni miongoni mwa ligi bora zaidi barani Afrika, ikishika nafasi ya 5. Inatanguliwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Afrika Kusini, ligi kuu ya Algeria, inafuatia ligi kuu Tanzania bara. Sasa ni ligi ya 5 kwa ubora, si jambo jepesi hata kidogo kwa mchezaji kuwa mchezaji bora mfululizo, lakini Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama mambo yake mswano, mambo mazuri ndio alichokifanya leo hii kwa kuwa mchezaji bora kwa mara ya 5 mfululizo. Na katika kipindi kifupi amekuwa na msaada mkubwa kwa timu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba tangu atue akitoka Singida Black Stars wakati wa usajili wa dirisha dogo, ameisaidia pakubwa. Leo hii akichangia mabao 2
Maana yake katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara huu wa 2025-26 mwamba Lusaka Clatous Chota Chama sasa ameshachangia mabao 14 kwa maana ya yeye mwenyewe kufunga mabao 8 halafu kutoa assist 6, lakini mabao mawili kati aliyofunga wakati akiwa Singida Black Stars. Kwa lugha nyingine, mchango wake wa mabao kwa Simba sasa baada ya mechi ya leo hii ni mabao 12. Kumbukwe Simba kufunga mabao mawili leo hii dhidi ya Coastal Union, wametimiza mabao 44. 12 amechangia yeye kwa maana kufunga na assist, mchezaji ambaye alirejea kwa wekundu wa Msimbazi Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo. Chama inakumbuka vizuri, alishafanya mambo mengi akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba, baadaye akaondoka akaenda kwa wananchi Yanga msimu uliopita, lakini mwanzoni mwa msimu huu alikuwa Singida Black Stars. Wakati wa dirisha dogo, management ya wekundu wa Msimbazi Simba ikishirikiana na benchi lao la ufundi wakaona kuna haja ya kumrejesha mwamba Lusaka kwa ajili ya kuongeza kitu hasa katika eneo la ubunifu, na hatimaye vinawalipa kwa sababu Chama amekuwa na mchango mkubwa mno ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ushahidi ni juu ya kile alichofanya leo hii, mechi ngumu, mechi tafu dhidi ya Coastal Union uwanja wa Mkwakwani. Simba wanashinda 2-1, mabao yote anachangia mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Je, ataendeleza moto wake huu kwa kiasi gani katika kuisaidia Simba kutimiza mipango yake kwenye kufanikisha michuano wanayoshiriki msimu huu? Ligi kuu Tanzania bara, taji lake Simba hajalitoa kwa misimu 4 mfululizo likiangukia kwa watani zao wa jadi Yanga. Kombe la shirikisho la benki CRDB, misimu 4 mfululizo Simba hajalitia mkononi, limekuwa likitua mikononi mwa watani zao wa jadi Yanga. Chama kwa mwenendo wake huu ataisaidia vipi Simba kuhakikisha inatwaa taji au mataji haya makubwa kwa ngazi ya klabu nchini kwa msimu wa 2025-26? Na je, kasi yake hii kutoa kwake huku tuzo za mchezaji bora mfululizo kutamsaidia vipi kuwa contender, kuwa miongoni mwa wanaowania tuzo za mchezaji bora wa msimu ifikapo mwisho wa msimu huu? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, na share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye. Mabao yote anachangia mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Je, ataendeleza moto wake huu kwa kiasi gani katika kuisaidia Simba kutimiza mipango yake kwenye kufanikisha michuano wanayoshiriki msimu huu? Ligi kuu Tanzania bara, taji lake Simba hajalitoa kwa misimu 4 mfululizo likiangukia kwa watani zao wa jadi Yanga. Kombe la shirikisho la benki CRDB, misimu 4 mfululizo Simba hajalitia mkononi, limekuwa likitua mikononi mwa watani zao wa jadi Yanga. Chama kwa mwenendo wake huu ataisaidia vipi Simba kuhakikisha inatwaa taji au mataji haya makubwa kwa ngazi ya klabu nchini kwa msimu wa 2025-26? Na je, kasi yake hii kutoa kwake huku tuzo za mchezaji bora mfululizo kutamsaidia vipi kuwa contender, kuwa miongoni mwa wanaowania tuzo za mchezaji bora wa msimu ifikapo mwisho wa msimu huu? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, na share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye.